Habari, kwa majina naitwa Silence Joseph Mwakasala. Ni miongoni mwa wanachuo wanaotokea katika huu mkoa wa Mwanza. Niko hapa mbele yenu kwa kuzungumzia mambo machache ikiwepo ushiriki wa vijana katika uchaguzi, lakini pia nitakwenda kulizungumzia moja kwa moja swala zima la Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Ndugu waandishi wa habari, kabla sijaendelea na hoja yangu ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, naomba niliweke wazi kwamba kuna baadhi ya sheria zimekuwa zikitulimit sisi kama vijana au sisi kama wasomi ili tusiweze kutoa baadhi ya place au tushinde kuweza kutoa maoni yetu endapo tunataka kuikosoa serikali au kuishauri. Nitazungumzia moja kwa moja hii sheria ya makosa ya kimtandao inaitwa Cyber Crime Act ya Tanzania ya mwaka 2015. Hii imekuwa ni kikwazo kikubwa katika ushiriki wa vijana, hususan kwa waandishi wa habari, hususan kwa vijana. Ina athari kubwa kwa vijana, hususan katika uhuru wa kujieleza, kutoa maoni, kushiriki katika shughuli za kisiasa. Ingawa sheria zilianzishwa kwa lengo la kupambana na uhalifu wa kimtandao. Ndugu waandishi wa habari, kivipi mwakandamiza vijana hii sheria? Ukisoma ibara ya 16 ya sheria ya uhalifu wa mtandao ya mwaka 2015 inasema ni kosa la jinai kwa mtu yeyote ambaye atatoa taarifa za uongo kupitia mitandao ya kijamii. Inatoa adhabu kubwa kwa mtu yeyote atakaye bainika kupatikana na hatia hiyo, ikiwa kulipa fedha na kwenda gerezani miaka mingi. Kwa upande wa vijana wengi hutumia mitandao ya kijamii katika kutoa maoni yao kisiasa, kiuchumi. Pia serikali hutumia kifungu hiki kama kigezo cha kumshtumu mtu kwa kutoa taarifa za uongo. Huwafanya vijana kuogopa kutoa maoni yao. Kwa kigezo cha kuogopa kukamatwa na serikali. Pili, makosa ya kutumia mitandao kwa kusudi au kuchochea uasi au mapinduzi. Ibara ya 18, ibara ndogo ya sheria ya Cyber Crime Act inasema kuwa ni kosa kutumia mitandao kuhamasisha vurugu, uasi, mapinduzi dhidi ya serikali. Sheria hii moja tuangalie imewakandamiza vipi vijana. Inawafanya vijana kukosa uhuru wa kujieleza kuhusu serikali yao, kutoa hisia au viongozi wake. Mfano, vijana wanashiriki midahalo ya kisiasa kwa lengo la kupinga maovu yanayofanywa na serikali, wanaweza kutumiwa na kifungu hiki kukamatwa kwa kutumia mitandao kwa kuchochea vurugu, kitu ambacho kinakuwa si kweli. Mfano mzuri, vijana waliopinga matokeo ya uchaguzi mwaka 2020 walituhumiwa chini ya kifungu hiki. Ndugu waandishi wa habari, baada ya kuelezea hiyo sheria ambayo inakandamiza vijana katika kushiriki katika siasa, ngoja niende moja kwa moja niweze kuelezea Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Nitajikita baadhi ya vipengele. Swali kubwa likiwa ni kwa nini wananchi wa Tanzania walio wengi wanailalamikia sana Tume ya Uchaguzi kwamba si huru. Ndugu waandishi wa habari, nitakwenda kuelezea baadhi ya sababu sisi kama wasomi tulizoweza kuzibaini na kugundua tukaona zina changamoto. Tume ya Taifa ya Uchaguzi si huru kwa sababu zifuatazo. Uteuzi wa wajumbe kutoka kwa rais. Ndugu waandishi wa habari, katiba ya sasa ya 1977 ibara ya 74 ibara ndogo ya kwanza, Rais wa Jamhuri ya Muungano ndiye huteua mwenyekiti, makamu mwenyekiti na wajumbe wengine wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Hii inatoa nafasi kubwa ya upendeleo wa kisiasa hasa pale rais au mgombea anatoka chama tawala. Ndugu waandishi wa habari, naomba niliweke wazi hili swala. Mfano mzuri, nichukulie dabi iliyocheza juzi ya NBC kati ya Simba na Yanga. Mashabiki na wakereketo wote wadau wameshinda kuamini marefa wao, wakaenda kuchukua marefa kutoka Misri. Hivyo naomba niweze kutumia mfano kuhusianisha na kwa nini sisi tuweze kukubali rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aweze kututeulia mwenyekiti, makamu mwenyekiti na wajumbe wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi waje kusimamia uchaguzi, na uchaguzi huu rais pia naye anaenda kushiriki. Kwa moja kwa moja hicho ni kitu ambacho hakiwezekani hata kwa mtu ambaye hajasoma, sio tu kwa sisi wasomi. Pili, ndugu waandishi wa habari,
tume iliyoko saizi haiwajibiki kwa bunge au wananchi. NEC ya sasa inawajibika moja kwa moja kwa rais na si kwa bunge au wananchi wala chombo huru kingine. Hii inafanya usimamizi wake kuwa upande mmoja bila uwiano wa madaraka. Tunasema check and balance. Mfano mzuri, hatuwezi tukamchukua labda msemaji wa Yanga Ali Kamwe tukasema labda akasimamie dabi ya Simba na Yanga, yeye akawa ile. Hicho ni kitu ambacho hakiwezekani. Tunajua tu lazima atapendelea. Ndugu waandishi wa habari, hoja yangu nyingine, malalamiko ya vyama vya siasa. Nadhani tumekuwa wote mashahidi, vyama vya siasa nchini Tanzania na asasi za kiraia vimekuwa vikilalamikia upendeleo kwa chama tawala ambacho ni CCM, hasa katika mchakato wa uchaguzi, uandikishaji wa wapiga kura na uteuzi wa wasimamizi wa uchaguzi. Katika baadhi ya chaguzi, NEC imelaumiwa na kutuhumiwa kwa kutangaza matokeo yenye utata na kukataa malalamiko au rufaa kutoka kwa vyama vya upinzani, jambo ambalo si sahihi. Hoja yangu nyingine, ndugu waandishi wa habari, wasimamizi wa uchaguzi ni watumishi wa serikali. Hii ni kati ya swala ambalo linaleta sana utata miaka mingi, kwamba mtu ni mtumishi wa serikali, umemchagua mwenyewe kama mkurugenzi, labda mkurugenzi wa halmashauri, umemchagua wewe kumweka kwenye position, alafu wewe mwenyewe pia unaenda kumteua awe msimamizi wako uchaguzi. Kwa hiyo ni kitu ambacho hakiwezekani, na tumekaa chini sisi kama wasomi tumegundua hicho kitu hakiwezekani. Wasimamizi wa uchaguzi wa majimbo mara nyingi ni wakurugenzi wa halmashauri ambao ni wateule wa rais. Hili swala linaleta mgongano unaleta mgongano mkubwa, kwani wanadaiwa kuwa na ukaribu na serikali iliyoko madarakani. Kwa hiyo ni kitu ambacho hakiwezekani hata kwa msomi yoyote, sio kwa msomi tu, hata kwa mtu yote ambaye hajasoma. Ndugu waandishi wa habari, nitakwenda kueleza baadhi ya vifungu au baadhi ya ibara ambazo zimekuwa zikipigiwa kelele kwamba vinalalamikia kupendekezwa kufanywa mabadiliko. Baadhi ya ibara nitaenda kuzitaja za Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hususan katika tume huru ya uchaguzi. Ibara ya 74 ibara ndogo ya kwanza, rais huteua mwenyekiti, makamu mwenyekiti na wajumbe wa tume. Sisi kama wasomi wa vyuo vikuu mkoa wa Mwanza tumekuja na mapendekezo yetu ya kwamba tume ya uchaguzi iundwe upya na chombo huru na si rais kabla ya uchaguzi wa Oktoba 2025 mwaka huu. Nakuja kuangalia ibara nyingine ya 74 ibara ndogo ya 7. NEC inawajibika kwa rais. Mapendekezo yetu sisi kama wasomi wa vyuo vikuu mkoa wa Mwanza tunapenda kuishauri serikali ya kwamba NEC iwajibike kwa bunge au chombo kilicho huru au wananchi. Pia ndugu waandishi wa habari, nitaenda kuzungumzia pia ibara ya 74 ibara ndogo ya 6. Tume yaweza kusimamia uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani pekee. Lakini sisi kama wasomi wa vyuo vikuu mkoa wa Mwanza tunakuja na mapendekezo yetu tukisema kabla ya uchaguzi wa Oktoba 2025 mwaka huu, tume ya taifa hiyo hii NEC iongezewe mamlaka ya kusimamia uchaguzi wa serikali za mitaa. Ndugu waandishi wa habari, naendelea kwa kusema hakuna kifungu katika katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambacho kimeelezea Independent Electoral Commission kama ilivyo Kenya au Afrika Kusini kutambuliwa rais kuwa chombo huru cha kitaifa. Mapendekezo yetu sisi kama wasomi wa vyuo vikuu mkoa wa Mwanza tunapenda kuishauri serikali iandae uwazi wa kikatiba kuwa iandike uwazi kikatiba kuwa ni huru na kuweka utaratibu wa uteuzi wa wajumbe usio na mkono wa rais. Ndugu waandishi wa habari, haya mapendekezo ni mapendekezo ambayo tumeyatoa sisi kama wasomi wa vyuo vikuu mkoa wa Mwanza. Na haya mapendekezo yalishapigiwa kelele kipindi cha nyuma miaka mingi sana. Nadhani pia kuna ile rasimu ya katiba ya Warioba. Jaji mstaafu alikuwa anaitwa Warioba ya mwaka 2014. Pia rasimu iliweza kupendekeza kama haya tuliyopendekeza sisi wasomi wa vyuo vikuu mkoa wa Mwanza. Nitasoma mapendekezo yaliyopendekezwa na rasimu ya Warioba, jaji mstaafu. Kuanzishwa kwa tume huru ya uchaguzi namba 1.
ambao na sisi pia tumeshapendekeza kama wasomi wa vyuo vikuu mkoa wa Mwanza. Namba 2, uteuzi wa wajumbe kufanywa na chombo huru cha uteuzi, sio rais moja kwa moja. Nadhani na sisi wasomi pia tumeshapendekeza. Tume kuwajibika kwa bunge au wananchi na si rais, kitu ambacho kinafanya kuinyima separation of power. Kunakuwa hamna uhuru wa madaraka kati ya bunge, mahakama na serikali. Tunataka viwe huru, kila kitu kifanye kazi kwa kujitegemea, independent. Lakini pia kuwe na utaratibu wa wazi na huru wa kuteua, kusikiliza malalamiko na kufuatilia mwenendo wa uchaguzi. Kwa kusema haya, ndugu waandishi wa habari, nadhani ni baadhi ya mapendekezo ambao sisi kama wasomi wa vyuo vikuu mkoa wa Mwanza tumeweza kukaa chini na kuyafikiria na kuona kabla tujaingia kwenye uchaguzi wa Oktoba 2025 mwaka huu yafanyiwe kazi, na tunaishauri serikali yafanyie kazi, kwa sababu endapo watapuuza ushauri ambao tunawashauri sisi, basi kutakuwa haina haja ya kuwa na wasomi katika nchi yetu ya Tanzania. Bila kupoteza muda, niko naomba nimkaribishe ndugu yangu hapa.